Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Januari 17 siku ya Jumamosi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zilizopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaangalia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa iliyopewa kipaumbele. Inaanza na habari inayosema nyumba ya Bobi Wine yazingirwa kijeshi, watu kadhaa wahofiwa kufa. Hiyo ni habari tunaanza nayo, ni nyumba ya Bobi Wine yazingirwa kijeshi, watu kadhaa wahofiwa kufa. Lakini raia wa China apata ushindi mahakama kuu. Raia wa China apata ushindi mahakama kuu na mauaji ya kutisha. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe, inasema mauaji ya kutisha, watoto watatu wa familia moja wanyongwa mchungwani, lakini ng'ombe 15 waibwa na kuuzwa, polisi warejesha mifugo na milioni 5 watuhumiwa mbaroni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe, nasema mauaji ya kutisha, watoto watatu wa familia moja wanyongwa machungani, ng'ombe 15 waibwa na kuuzwa, polisi warejesha mifugo na milioni 5 watuhumiwa mbaroni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe. Lakini miili ya ajali ya Moro ya baki mochwari kwa siku 16. Miili ya ajali ya Moro ya baki mochwari kwa siku 16. Lakini chama cha demokrasia na maendeleo Chadema yaanza mwaka ikilia na vyombo vya dola. Chadema yaanza mwaka ikilia na vyombo vya dola. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini utalii uchochoro wahamiaji haramu Zanzibar. Utalii uchochoro wahamiaji haramu Zanzibar. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye linaanza na habari inayosema wananchi wapinga ombi la kuondoa daladala Mbagala. Wananchi wapinga ombi la kuondoa daladala Mbagala. Lakini wadau wamulika ahadi ya Samia kujenga upya taifa. Wadau wamulika ahadi ya Samia kulijenga upya taifa. Lakini kuna habari inasema matukio ya watu kufia ndani wakiwa peke yao yashtua. Matukio ya watu kufia ndani wakiwa peke yao yashtua. Lakini Yoweri Museveni azidi kusogelea muhula wa 7. Yoweri Museveni azidi kusogelea muhula wa 7. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye linaanza na habari inayosema atuhumiwa kunyonga watoto watatu na kuiba ng'ombe 15. Atuhumiwa kunyonga watoto watatu na ng'ombe 15. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini Mwigulu Zambia wajadili changamoto za biashara. Mwigulu na Zambia wajadili changamoto za biashara. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Habari Leo ni serikali ya wabeba wawekezaji wa ndani. Serikali ya wabeba wawekezaji wa ndani yaanzisha kampeni maalum kwa kuwainua. Lakini miradi zaidi ya 1500 kusajiliwa, asilimia 50 kupewa Tanzania. Lakini Gitila asema hakuna uchumi bila uwekezaji wa zawa. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini Mchengerwa aagiza mfumo wa uhakika huduma bima ya afya. Mchengerwa aagiza mfumo wa uhakika huduma bima ya afya. Na Nchimbi aeleza mipango kuunganisha anga, reli na barabara. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kuachana gazeti la Habari Leo, tuangazie gazeti lako la Tanzania la Taifa Tanzania linaandika kijaji ahimiza ukarimu sekta ya utalii nchini. Lakini Dr. Nchimbi ataja mkakati wa serikali sekta ya uchukuzi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Dr. Nchimbi ataja mkakati sekta ya uchukuzi. Lakini hivi ndivyo EWURA ilivyowalinda wateja wa huduma ya nishati na maji. Hivi ndivyo EWURA ilivyowalinda wateja wa huduma ya nishati na maji. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema Dr. Mwinyi ongezeni juhudi kufanya mambo ya kheri. Huyo ni Rais Mwinyi asema ongezeni juhudi kufanya mambo ya kheri. Tunaimarisha huduma za afya. Huyo ni Hemedi asema tunaimarisha huduma za afya. Lakini Mama Mariam atembelea House of Wisdom. Mama Mariam atembelea House of Wisdom. Lakini kuna habari kimataifa inasema aliyekuwa rais wa Korea Kusini ahukumiwa miaka 5 jela.
aliyekuwa rais wa Korea Kusini ahukumiwa miaka 5 jela. Likitukachana gazeti lako la Zanzibar Leo, tuangazie gazeti lako la Mtanzania Leo lenye na habari inayosema aliyefungua pacha wanne Handeni Tanga aomba msaada. Alijifungua pacha wanne Handeni Tanga aomba msaada. Lakini Tiseza kuhamasisha uwekezaji wa ndani. Tiseza kuhamasisha uwekezaji wa ndani, na Rais Mwinyi haimiza maadili, elimu na mshikamano. Lakini polisi Mbeya wamnasa aliyenyonga watoto watatu na kuiba ng'ombe. Polisi Mbeya wamnasa aliyenyonga watoto watatu na kuiba ng'ombe. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa wa mbele, ipate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kimataifa, mpinzani mkuu wa Maduro awasili Marekani kuonana na Trump. Mpinzani mkuu wa Maduro awasili Marekani kuonana na Trump. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako Raia Mzalendo, ukweli na uwazi, linaandika Dr. Nchimbi azindua jengo la viongozi mashuhuri uwanja wa ndege Dar es Salaam. Lakini Profesa Mkumbo azindua kampeni kuhamasisha uwekezaji wa ndani, na Dr. Kwilapo awaweka kikangoni watumishi wanaosababisha migogoro ya ardhi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo, ukweli na uwazi, kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania asubuhi ya leo, linaandika Profesa Mkumbo awaita wazawa fursa za uwekezaji. Profesa Mkumbo awaita wazawa fursa za uwekezaji, na Dr. Kwilapo tutakuwa wakali watakao zembea. Lakini NMB yaibuka kinara tuzo ya mwajiri bora. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti lako la Dira ya Mtanzania, tuangazie kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye inaanza na habari inayosema vijana 5746 wachaguliwa kujiunga na mfumo mafunzo ya wanagenzi. Vijana 5746 wachaguliwa kujiunga na mafunzo ya wanagenzi. Lakini Dr. Nchimbi ainisha mikakati uchukuzi. Dr. Nchimbi ainisha mikakati uchukuzi, na Dr. Kwilapo atangaza kiama kwa watumishi watakaokiuka taratibu za ardhi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti lako la Wamachinga, tuangazie gazeti lako la Uhuru lenye linaandika habari kubwa inayosema Rais Samia amrudisha Makonda Afcon Morocco. Rais Samia amrudisha Makonda Afcon Morocco. Lakini Moi yang'ara duniani matibabu ya mifupa. Moi yang'ara duniani matibabu ya mifupa. Na mauaji ya kinyama, historia yaandikwa uwanja wa ndege Dar es Salaam. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti lako la Uhuru, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani asubuhi ya leo. Na gazeti lako la Taifa Tanzania linatuhabarisha kwa habari inayosema Simba yamkaribisha kocha msaidizi mpya. Simba yamkaribisha kocha msaidizi mpya, na usajili wa Kibabage wakamilika Msimbazi. Huyo ni Nixon Kibabage kuhamia wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club. Lakini nahodha Twiga Stars agusia kundi la Wafcon. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 14 kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Huku gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye michezo linaandika Simba kukabili Mtibwa Sugar NBC Premier League kesho. Lakini mshindi wa tatu Afcon kukiputa ni Egypt na Nigeria saa 11 jioni. Lakini kuna habari inasema Mashujaa wazitolea macho pointi 3 za Yanga. Nyota wa zamani wa Komoro waipa 5 Taifa Stars. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako bado tunangazia gazeti lako la Wamachinga kwenye michezo linaandika Makonda atimkia Morocco maandalizi ya Afcon 2027. Makonda atimkia Morocco maandalizi ya Afcon 2027. Lakini Kibabage kumrithi Shabalala Simba. Mbangula arejea prisoni atamba kufanya kweli, na kocha Yanga apewa mkono wa kwaheri. Twiga Stars yapangwa kundi B wa Afcon. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Uhuru limetuandikia Simba Yanga kurejesha heshima ligi kuu bara. Simba Yanga kurejesha heshima ligi kuu bara.
Lakini Dr. Mwigulu mgeni rasmi bonanza la bunge 2026. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Habari Leo kwenye michezo naandika Azam Coastal kuumana Chamanzi, nyota Komoro waipongeza Stars. Lakini Makonda, maandalizi ya AFCON 2027 kuanza rasmi Jumatatu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, inaandika habari inayosema wawili wapishana na Hawa kuelekea wekundu wa Msimbazi. Lakini Pedro na Baka mtego mmoja wakitoboa hapo freshi. Yanga wapelekwa machinjioni. Lakini Juksi alivyombwaga Diamond Platinum. Lakini kuna habari inayosema kimataifa, Zubemendi amvuruga Ateta. Huyo ni Zubemendi amvuruga Ateta, huyo ni Arsenal. Lakini kuna habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti, hiyo ndio habari kubwa. Ni wawili wapishana na wa Simba. Hilo ni gazeti lako la Mwanaspoti, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwanaspoti, tuangazie gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, lina habari inayosema Simba dakika ngumu, Yanga yanukia. Simba dakika ngumu, Yanga yanukia. Lakini Okelo ahofia presha kupata namba Yanga. Okelo ahofia presha kupata namba Yanga. Lakini kimataifa, Fliki apotezea rekodi za Baka. Fliki apotezea rekodi za Baka. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana na gazeti lako la Nipashe, habari kubwa inasema Simba dakika ngumu, Yanga yanukia kafu. Na habari kubwa hiyo kwenye gazeti lako la Nipashe ndio inatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.